Yes, amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo vendredi le 19 Desembre 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana ndani ya nchi ya Kongo. Habari za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja mu territoire ya Fizi mu province ya Sud Kivu kwenye ndege za kivita ziko na shambulia waasi wa M23 Twirwaneho na washirika wao Ngumino na Redi Tabara mu maeneo ya Mikenge na Rugezi depuis asubuhi. Tutawapeleka maeneo ya Makobola, mapigano yanaendelea kukua makali kati ya wasi wa M23 na vikosi vya wazalendo. Tutawapeleka moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira tuwaambie hali halisi hapo ni vipi baada ya wasi wa M23 kujiondoa mjini humo. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na channel yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu mbichi za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja mu territoire ya Fizi, hapo ni mu province ya Sud Kivu, mu maeneo ya Mikenge na Rugezi pamoja na maeneo ya Ruisankuku kwenye ndege za kivita za FARDC zilianza kushambulia waasi wa M23 na washirika wao Twirwaneho asubuhi mapema. Ilikuwa saa 12 na dakika 30 ndipo ndege za kivita za FARDC Sukhoi zilianza kubombarde ma position za Twirwaneho, Ngumino, Redi Tabara na M23 kule maeneo ya Mikenge. Ndege hizi za FARDC zilirejea maeneo hayo kuyashambulia baada ya siku mbili tu ya utulivu na haziko na shambulia maeneo hayo. Kama ukumbusho, kuanzia tarehe 10 za mwezi huu wa 12 ndege za kivita za FARDC Sukhoi 25 pamoja na ndege drone zilikuwa zikishambulia mangome ama maposition za M23 Twirwaneho na Redi Tabara huko maeneo ya Mikenge, Ruisankuku na Minembwe ili kuwazuia kusonga mbele wakati walikuwa wamelanse offensive zidi ya vikosi vya jeshi la Kongo na wazalendo huko wakitaka kusonga mbele ili kuwazuia kabisa na kuwakata nguvu. Ndege za kivita za FARDC zinaendelea na kazi hiyo mu maeneo hayo ili kuendelea kuwa maintenir wasije waka avance. Mpango wao ni kusonga mbele wakutane na wenzao wanaotokea maeneo ya Haut Plateau d'Uvira na maeneo ya Fizi ili kuunganisha nguvu. FARDC iko natumikisha ndege ili kuwazuia kabisa wasije wakafanikiwa kuavance. Kuanzia asubuhi ya leo 6h30 ndege ziko na bombarde ma position zikibombarde mabase militaire kubwa huko maeneo ya Haut Plateau de Minembwe, Mikenge, Ruisankuku na Rugezi. Wazalendo pamoja na jeshi la Kongo kule nao hawakai, kwa sababu wakati ndege hizo zilianza kubombarde ma position za waasi hao, wazalendo pamoja na FARDC nao waliatake papo hapo waasi hao maeneo hayo. Vita vinaendelea mpaka kwa sasa kati ya pande mbili, FARDC, wazalendo na washirika wao wako movita pale ili kuona ya kwamba watarekipere maeneo ya Mikenge hata na maeneo ya Minembwe yanayokaliwa na waasi hao wa Twirwaneho wa M23 Redi Tabara kuanzia mwezi wa 3 wa mwaka huu. Mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu habari za mapigano hayo na tutakuwa na waambia ni kipi kinachoendelea hapo kwa wakati.
Tuendelee na taarifa zetu tukiwa toujours mu territoire ya Fizi. Mapigano makali yanaendelea kuripotiwa ndani ya maeneo ya Makobola. Waasi wa M23 kutokea Uvira wanaendelea kushambuliana na vikosi vya FARDC na wazalendo ili kukamata Makobola ya pili, ikiwa ndio village ya kwanza ya mu territoire ya Fizi ukitokea Uvira. Mapigano yanayoendelea huko Makobola ni mapigano makali ambayo yalianzishwa na waasi wa M23 kuanzia tarehe 15 depuis le 15. Waasi wa M23 walitokea Uvira wakataki wazalendo kuanzia muvilima vya Lwanga, wakapigana maeneo ya Kasekize na mpaka siku ya leo mapigano yanaendelea kuripotiwa huko. Waasi wa M23 baada ya kutangaza kujiondoa Uvira walitokaka hapo wakaelekea mu maeneo tofauti ya territoire ya Uvira huko mo plateau d'Uvira na maeneo yanayoelekea Mofizi kama huko Makobola kwenye wako napigana. Mapigano haya makali yanayoendelea huko Makobola yaliacha population wingi wanakimbia maeneo yao. Wanajeshi wa M23 wako napigana na M23 ndani ya maeneo ya route nationale numero 5 kwa ajili ya kutaka kuprogrese vers Mboko kupitia groupement ya Babungwe Nord kwenye wako napigania mu village ya Makobola. Ni mu maeneo yanayoelekea mu territoire ya Fizi ukitokea Uvira. Baada ya waasi hawa kutangaza kujiondoa mjini Uvira, wanaendesha vita huko Makobola ili kusonga mbele mu territoire ya Fizi. Mapigano yanayoendelea huko yalisababisha wakaaji wengi kukimbia maeneo yao. Wakaaji kutoka mu village vya Kasekize, village vya Makobola wako na kimbia wakielekea Kazimia, wengine huko Mboko, na kuna wanaotoka ndani ya territoire ya Fizi wanaelekea Mutanganyika wakipitia njia ya Baraka vers Misisi. Wakaji wengi wanaendelea kukimbia territoire ya Fizi kutokana na hali ya usalama inayoendelea kuzorota sana kwa sababu ya mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 na vikosi vya wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Tuendelee na taarifa zetu. Kipimo cha usalama cha Kivu chaonya kuhusu ongezeko la mauaji mwezi wa Novemba. Kipimo cha usalama cha Kivu, mradi wa taasisi wa utafiti ya Ibuteli, kilirekodi matukio 226 ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo Novemba 2025. Idadi hii inawakilisha upungufu wa 5% ikilinganishwa na Oktoba. Hata hivyo, ripoti iliyochapishwa Alhamisi ya jana le 18 inaangazia ongezeko kubwa la idadi ya vifo vya raia huko, vifo 289 vikilinganishwa na 205 mwezi uliopita. Eneo la Lubero huko Kivu Kaskazini, hasa sekta ya Bapere na utawala wa Bashwaga kwa mara nyingine tena liliibuka kama kitovu cha vurugu mwezi wa Novemba. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba raia 70 waliuawa wakiwemo wanawake 22 wakati wa kipindi cha kuripoti. ADF, kundi lenye silaha kali zaidi, ndilo ambalo liliwaua wakaji huko. Licha ya kutopata umaarufu mkubwa kutoka kwa vyombo vya habari, kikosi cha washirika wa ADF kinasalia kuwa kundi hatari zaidi la watu wenye silaha mashariki mwa Kongo kulingana na Barometer. Wakiwa pia wakifanya kazi huko Ituri katika maeneo ya Mambasa na Irumu, waasi hawa wanalenga kambi za Operation Shujaa na kutoza kodi kwa wakaaji wa eneo hilo. Ripoti hiyo pia inataja kuhubiri ubadilishaji wa Waislamu hasa wakati wa mkutano uliofanyika le 5 Novemba katika kijiji cha Elake ni ndani ya eneo la Mambasa. Ripoti hii inasema kuhusu M23 ya kwamba kutokana na mapigano yao ya kupanua maeneo yao,
wakaaji zaidi ya 15 nao walipoteza maisha yao wakati walikuwa wakipigana mu territoire ya Mwenga, wakati walipiganaka maeneo ya Kasika na pia kupigana mu territoire ya Shabunda huko Maimingi na maeneo ya Haut Plateau de Fizi kule mu maeneo ya Mikenge kule mu maeneo ya Migezi. Hapo pote mapigano ya AFC M23 na washirika wao Twirwaneho Red Tabara na FNL yalisababishaka wakaaji zaidi ya 15. Hiyo ni ripoti ambayo ilitiwa nje na kipimo cha usalama cha Kivu ambacho kilitangaza kwamba mauaji yaliongezeka sana zaidi ndani ya mwezi wa Novemba kutokana na vita vinavyoendeshwa na ADF pamoja na wasi wa AFC M23. Habari zingine ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo uhakika wazo haujapatikana vizuri ni kuhusu kuachiliwa kwake General Pacifique Masunzu kuwa atakuwa deploye tena mueste du pays kwa ajili ya kuendelea kupigana vita na wasi wa AFC M23. Pacifique Masunzu ni general mu FARDC ambaye alikuwa akiongoza 33e region militaire inayokuwa na makao yake makuu huko Kisangani, ikiwa ndiyo region militaire ambayo iko na operation za kupiganisha wasi wa AFC M23. Masunzu alikuwa amekamatwa na kufungwa huko Kinshasa mwezi wa 11. Siku ya jana ndipo habari zilianza kusambaa kwamba aliachiliwa tena na atarejeshwa mu 33e zone region militaire ili kuendelea na operation za kupiganisha wasi wa AFC M23. Ni habari ambazo zilisambaa tu, na habari hizo hazijathibitishwa na gouvernement ya Kongo ama armée ya Kongo, c'est so des rumeurs. Sasa hapo tutafuata kwa karibu habari hizo, tutakuja kuambia kama ni kweli ama kama haiko ukweli. Asante basi, na washukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati. Nikiwashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu, na watakia asubuhi njema na kuwatakia pia siku njema. Merci beaucoup.